Mkoani Tabora. Polisi mkoani Tabora inawashikilia watu watatu akiwemo mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Hadija Jimmy kwa tuhuma za kutengeneza mazingira ya kujiteka ili kujipatia fedha kutoka kwa mzazi mwenzie. Mwandishi wetu Sande Kabaye kutoka Tabora anafafanua. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakapo Richard Abwao, amewataja watuhumiwa wanaohusika na mpango huo wa kujiteka ili kujipatia kipato. Ni Hadija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare, ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchari. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swaleh mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph, ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Hadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani na lengo lao ni kujipatia fedha. Kamanda Abwao amesimulia malengo ya Hadija pamoja na wenzake wawili waliopanga mpango huo kwa makusudi ya kumlaghai baba wa watoto wake ambaye ni mwanajeshi mstaafu Emmanuel Peter. Na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Hadija Jimmy Murijo, na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni 1,385,800 ambazo zilitumwa kwenye simu ya Hadija. Awali walieleza kwamba Hadija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ya Urambo katika kijiji cha Vumilia. Kwa upande wao, Ashura Hassani ambaye ni mke wa kaka wa Hadija Jimmy ameelezea jinsi wifi yake huyo alivyopanga mpango huo, naye Emmanuel Peter mzazi mwenzie na Hadija Jimmy anaelezea alivyopokea simu ya vitisho ikimtaka kutuma fedha hizo kwa watu hao. Nikamwambia wifi yangu, sasa ni mchongo gani utakaofanya ili upate hela? Akaniambia, tulia wifi yangu nikwambie, mimi nimekuja na issue hii hapa. Yaani kama tampata mkaka mwenye uwezo wa kusema ambaye hawezi kuteteleka kwenye simu, ampige mkwala huyo mbaba, kwa sababu huyo mbaba namfahamu, ni mzaifu kwangu, ananipenda na anapenda mtoto wake, hata kubali niangamie, ni lazima hela atachuma. Nikamuuliza, unataka utumie shilingi ngapi? Akasema mimi nikitumia milioni 2 kesi imeisha, mimi naondoka. Sasa kama wifi yake mwenyewe ameongea hivyo, huyo atengeneza mazingira. Kwa nini? Mwanzo niliafiki kwamba huyu mtu katekwa kulingana na maelezo yake anayoyaeleza, lakini baada ya sasa hawa ndugu zake wamekuja, kaka yake kaja, wifi yake kaja, walivyoanza kutoa ile scenario nikaelewa tu kwamba hii kweli ilikuwa fix. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Asante sana Sande Kabaye kwa taarifa hiyo.